بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. katika darsa yetu alqawaid alfiqhiyya ambayo ni manzuma ya al-allama Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah ta'ala, tulimalizia katika darasa iliyopita kuzungumzia ubeti wa 15 ambao ulikuwa zungumzia qaida al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, na leo biidhnillah ta'ala tutajaribu kusoma ubeti wa 16 ambao wasema المصنف رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. katika ubeti huu الإمام السعدي رحمه الله تعالى ametaja قاعدة mbili. قاعدة ya kwanza اشتراط القدرة، يعني القدرة مناط التكليف. katika kila amali anayoifanya mwanadamu kuna sharti ya qudra, awe na uwezo kufanya amali kama ile. na qaida ya pili ad-darurat tubihu al-mahdhurat. ad-darurat tubihu al-mahdhurat. na hizi qaida mbili biidhnillah ta'ala ndio tutazieleza leo katika darasa hii. كل من عجز عن شيء من الواجبات فإنها ساقطة عنه غير واجبة عليه. kila atakayeshindwa na chochote kile katika wajibat, basi jambo lile la wajibu litaanguka kwa mtu kama huyu, wala haliwi ni wajibu juu yake. ka arkani salati wa shurutiha wa wajibatiha, kama kwa mfano nguzo za swala na masharti ya swala na mambo ambayo ni wajibu katika swala. fayusalli almarid hasba qudratihi, mgonjwa ataswali kwa kadri ya vile atakavyoweza. kwa hivyo ikiwa mtu hawezi kusimama kwa sababu ya maradhi, huyu hakalifishwi na sheria kusimama, pamoja na kuwa kusimama ni nguzo katika nguzo za swala. kadhalika ikiwa hawezi kujitahirisha, la kwa kutumia maji wala kwa kutumia tayammum, na hakuna mtu karibu anayeweza kumsaidia katika kulifanya hilo, basi ataswali katika hali yake aliyokuwa nayo, na sheria haimkalifishi zaidi ya vile anavyoweza. hakuweza kujitahirisha kwa sababu ya kutoweza kusimama kwa maradhi alikuwa nayo, na wakati wa sala utatoka na hakuna mtu karibu anayeweza kumsaidia katika hali kama hii, ataswali hata akiwa na najis, ataswali katika hali aliyokuwa nayo. kwa hivyo sharti la tahara hapa litaanguka. wa hakadha وكسقوط الصوم عمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه. na ibada ya som pia ni mfano mzuri, huanguka kwa yule anayeshindwa kufunga, imma kwa umri wake amekuwa mkongwe hawezi kufunga,
au maradhi ambayo hatarajii kuwa atapona, ingawa anayeponyesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ashafi huwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika ubinadamu kuna maradhi ambayo mtu hatarajii kuwa atapata kupona. وكسقوط الجهاد عن الأعمى والأعرج ونحوهما. ومفانو pia ibada ya jihad fi sabilillah kwa yule ambaye ni kipofu au kiwete halazimishwi, kwa sababu hana uwezo kufanya hivyo. Kwa hivyo haya yote ni katika mifano ya ibada, namna zinazofanywa usahali, kwa kuwa uwezo ni sharti katika kuitekeleza ile ibada. وهذه القاعدة الجليلة مأخوذة من مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم هي قاعدة تكوف المشكلية وكتك آية كما هي نبي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية مظلومة. هي آية watu wengi wameidhulumu kwa kuichukua wakaibandika mahali ambapo sipo. Kamkuta mtu aswali swala na jamaa, aswali nyumbani. Kwa nini wafanye hivyo na huna chochote kile cha kukuzuia? Nasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mimi siwezi kwenda msikitini na kuona mbali, na wala hana sababu yoyote wala dharura yoyote kisheria. Hii aya wengi katika watu hii dalili waidhulumu, lakini ikitumika mahala pake ni ruhusa iliyotolewa ya kisheria ya kuwa qudra ni sharti katika kila ibada anayoifanya Muislamu. Kadhalika hadith idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kwa sababu amri ni kutekeleza, na kutekeleza sio kila mtu aweza kutekeleza kama inavyopaswa. Kwa hiyo mtu atatekeleza kwa kadri anavyoweza. Tazama Mtume sallam alivyozungumza kuhusu manhiyat, akasema wa idha nahaitukum an shay'in fajtanibuhu, moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu nahi ni kuacha, na kuacha ni sahali, kwa sababu hufanyi kile kitu. Ingelikuwa wafanya, ungeambiwa fanya kwa kadri ya uwezo, kama vile katika nini, maamrisho. Lakini makatazo moja kwa moja haijuzu kuyafanya. Na tukizungumzia juzuu ya pili hapa na qaida hii tulizotaja hapa mbili, wadharurat tubihu almahdhurat, yani anna almamnu' shar'an yubahu 'inda ad-darura. Kile kilichokatazwa kisheria katika dharura ni mubah, katika dharura ni mubah. Faqad qala Allah ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama 'alaykum illa ma turirtum ilayhi. Ikija dharura ittirar katika hali kama hii, kile cha haramu chaweza kuwa kimejuzishwa kisheria. Kwa hii ni qaida pia usulia fiqhiyya, ambayo ni muhimu watu kuifahamu. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Ad-darura hiya al-'udhru alladhi yajuzu bisababihi إجراء الشيء الممنوع وارتكاب المحظور كأكل الميتة عند الضرورة، وإجراء كلمة الكفر عند الإكراه الشديد. ضرورة ni udhur ambao hujuzisha kwa sababu ya udhuru kama huu jambo ambalo limekatazwa, kama mtu kufanya jambo lilokatazwa la kula maiti kwa sababu ya dharura, kula mfu kwa sababu ya dharura, au kutamka neno la kufur anapolazimishwa katika ikrah na kutenzwa nguvu, hana njia nyingine kuokoa maisha yake isipokuwa. Na hii ni khas kwa ummati Muhammad, umepewa ruhusa hii. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ama umma waliopita ilikuwa ni lazima wathubutu katika imani yao, hawakupewa ruhusa hii. Kwa hiyo mtu alikuwa akifa kwa ajili ya imani yake, sema neno la kufur hana ruhusa kwa sheria zao. Na haya utayapata
yameelezwa na Imam Shanqiti rahmatullah alayhi katika kitabu chake Adwa'ul Bayan alipokuwa fasiri aya suratul Kahf, innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada. Ukirejea pale utapata ametumia adilla nyingi na hujaj za kuonyesha kuwa hili jambo ni hasa kwa ummati Muhammad katika kutamka kalimat al-kufr katika hali ya kutenzwa nguvu. لكن يجب أن يلاحظ أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. kile ambacho kimejuzishwa kwa dharura hukadiriwa, yani bimaana man ittara mathalan ila akli almayta yakulu minha biqadri ma yumsiku alayhi hayatahu wala yashba'u minha. Amedhikika kuwa ni lazima ale mfu, kwa mfano atakula kwa kadri ambayo itamweka hai wala asifungue sasa akaanza kula mpaka akashiba, la, haijuzu. Ale kwa kiasi ambacho kitamweka hai. Hii ni fahamika, na hiyo ndio itakuwa ubeti unaofuata aliposema wa kullu mahdhurin ma'a ad-darura biqadri ma tahtajuhu ad-darura. hiyo tutakuja kusoma biidhnillah ta'ala. طيب الإمام السعدي رحمه الله تعالى katika kueleza huu beti sema wahatani qa'idatani 'azimatani ذكرهما شيخ الإسلام وغيره. hizi ni qaida mbili, عظيم اشتراط القدرة من الضرورات تبيح المحظورات. ذكرهما شيخ الإسلام وغيره. nitaja hizi qaida mbili Sheikh al-Islam rahimahullah na wengineo katika wanavyuoni. qala wattafaqa al-ulama alayhima, na kwa ittifaqi wanavyuoni wameafikiana, hakuna ikhtilaf baina wanavyuoni katika hizi qaida mbili. qala fa inna Allah farada ala ibadihi fara'ida wa harrama alayhim muharramat. Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia waja wake mambo ya faradhi, amewafaradhishia na kuwaharamishia ya haramu. faidha ajazu amma amarahum bihi, ikiwa watakuwa ni wenye kuwa na kukosa uwezo, kupata ajizi ya kutoweza kufanya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha, wa dha'afat qudratuhum anhu lam yajib alayhim fi'lu ma lam yaqdiru alayhi. ikawa uwezo wao umedhoofika katika kufanya kile walichowajibika kukifanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala hakuwawajibisha wao kufanya kile ambacho hawana uwezo wa kukifanya, bal asqatahu anhu, bali akiangusha kwa wao. kwa hivyo si lazima kufanya katika hali ambayo wajua hawana uwezo wa kufanya. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. ingawa pamoja na hayo, ikiwa walikuwa na a'mal wakizifanya kabla ya hapo, kabla ya kuja kile kilichowazuia kuzifanya zile a'mal, basi ajiri yao wataipata kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile walivyokuwa wakifanya katika hali yao ambayo hawana kizuizi cha kufanya ibada kama hizo. tuchukulie kwa mfano mtu alikuwa akiswali qiyamul layl, daima yusali qiyamul layl, kisha akapatwa na maradhi, ikawa hawezi kusimama usiku kufanya ibada. kwa mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam kutiba lahu ma kana yaf'alu muqiman sahiha, ataandikiwa kile ambacho alikuwa akikifanya akiwa muqim, yani si msafiri, sahiha, na akiwa na afya yake. kwa hivyo ikiwa kizuizi cha safari kwa mfano kimetokea katika siyam, amesafiri, amepewa ruhusa kisheria ya kula, hata akala kula, ataandikiwa ajiri kama fanini amefunga, kwa sababu huko alikuwa akifunga. kwa hivyo ataandikiwa ajiri yake, haipunguzi katika ajiri yake. alikuwa akiswali kwa kusimama, iwaweza kuswali vizuri, kisha akapatwa na maradhi, ikambidi aswali kwa kukaa, akapata ajiri yake kamili kama ilivyo. وهكذا.
وكذلك قال وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة. الله سبحانه وتعالى amewaharamishia huu umma vitu vingi ambavyo ni vibaya, ni khabaith, ili kuwahifadhi huu umma wasije wakaingia katika maovu na majanga kama hayo ya kula vile ambavyo si vya sawa na kutumia vile ambavyo si vya sawa au kuvifanya vile ambavyo si vya sawa. وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم. Allah akawatosheleza katika ile mubah, akawakunjulia kiasi cha kuwa watatosheka kutokana na kile ambacho ni haram. Wa ma'a hadha idha turra al-insanu ila al-muharram jaza lahu fi'luhu. Ikiwa mtu amelazimika muttar kufanya kilichokuwa ni haramu, itakuwa yajuzu kwake yeye. Fadharurat tubihu almahdhurat, dharura humhalalishia mtu kile ambacho amekatazwa. Kaakli almayta wa shurb alma'i najis inda dharura, kama kula mfu, kunywa maji ambayo yana najis katika hali ya dharura. وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة. محظورات الحج زكاة تجوزيش وكيك كحال ضرورة، ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. أسيشكوه كتككيلة حرام اسبقوك وقدر يعني يا ضرورة. نيابك سيما فلهذا قلت وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة نيته kuisoma biidhnillah ta'ala. Tuje katika maneno al-allama al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala katika kueleza ubeti huu na zile fawaid ambazo amezitaja hafidhahu Allah. Qala faman ittara ila akli lahmin mayta يباح له بقدر حاجته، فهي مقيدة بقوله إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. عفوا قال معناه عفوا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. قال حفظه الله معناه لا يجب شيء مع عدم القدرة. hakuna chochote ambacho chawajibishwa ikiwa mtu hana uwezo wa kukifanya. Walihadha yaqulu ahlul ilm innal umura qisman, mambo yako kwa namna mbili. Qismun la yutiquhu al-ibad albatta, kuna kigawanyo ambacho hawawezi kabisa viumbe na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kufanya. Wa hadha lam yukallifhum Allah bihi, na haya Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa kalifisha kuyafanya. Kwa mfano kufanya amali yoyote bila nia ni jambo muhali, haiwezekani, isipokuwa mtu akifanya amali yoyote lazima ndani yake kuna nini? Nia. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema innamal a'malu binniyat. Sasa nia yaweza kuwa ni nzuri na nia yaweza kuwa ni mbaya, lakini ni lazima katika amali yoyote ndani yake kuna nini? Kuna nia. Sasa hapa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema haya ni kutuonyesha sisi kuwa haiwezekani kwa mtu kufanya amali kisha ile amali ndani yake ikawa haina nia. Tayeb, Allah angetukalifisha amali yoyote tuifanye bila nia, ingelikuwa ni jambo liwezekani, na kwa sababu hiyo Allah hakuamrisha. Wa qismun yutiquhu al-ibad, na kuna kigawanyo cha mambo ambayo waja waweza kuyafanya. Fahum mukallafuna bihi, haya hukalifishwa kufanya. Walakin yurfa'u anhum al-haraj 'inda al-mashaqqa, ikiwa kutakuwa na uzito hawawezi kufanya, basi mashaka katika hali kama hii huondolewa, yani bimaana wapati dhambi kuacha. كالأمثلة السابقة كما مفعنا تلتنغلية كويتاجة سنة. قال ولا محرم مع اضطرار، معناه إذا وجد الضرورة زال التحريم، ikiwa imetokea dharura ule haramu huondoka. Na hapa asije mtu akafanya mughalata katika hii kaida
akasema mimi nimedharurika sana kufanya zina, kwa hivyo naona nifanye ile zina. Si namna hiyo, sawa? Mpaka ukaja ukaingilia heshima ya mtu. Au mmedhurika sana kuwa na lazima nife mimi ama afe mwenzangu, nitauawa nisipomua, eti ukamuua yule mwenzako kwa umetenzwa nguvu. Kwa nini ukufa wewe? Kwa hivyo ikiwa ingia katika mtu ni haki ya mtu mwingine, la yajuzu, haijuzu katika hali kama hiyo. Na hizo dharura pia hupimwa, sio kila mtu aseme hii dharura sasa natumia, sio. Mwingine afanya biashara aseme nifikia dharura ni lazima nichukue nini, loan benki. Hakuna dharura kama hiyo, hakuna dharura yoyote inampelekea mtu huko isipokuwa tamaa dunia. Mtu akwambia lakini biashara yangu haipanuki nisipochukua nini, loan. Ndio dharari, unatakufa isipopanuka. Na anayepanua biashara na kumfanya mtu awe na uwezo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo aliyeharamisha nini, riba, subhanahu wa ta'ala. Alikuwa yajua kwa nini ameharamisha riba wa hakadha. Kwa hivyo hii milango mtu asiingie moja kwa moja akaanza kufungua balaa, la, yote enda katika vipimo vya nini, vya sheria. قال معناه إذا وجد الضرورة زال التحريم. والقاعدة الفقهية ضرورات تبيح المحظورات، وقيدها الضرورة تقدر بقدر. عند قيدها أمر تصومكم بين إن شاء الله. قال كالدم المسفوح، وهو أول ما يخرج من الذبيحة عند قطع أوداجها. الدم المسفوح ni ile damu inayotoka mwanzo kabisa anapokatwa mishipa yake yule mnyama anayechinjwa. Muharramun la yajuzu tanawuluhu, ini haram, haijuzu mtu kunywa ile damu illa idha aftahu tabibun muslimun bi annahu ilajuhu alwahid. وفي هذا الكلام نظر. الشيخ حفظه الله amezungumza isipokuwa tabibu muislamu akisema huna dawa wewe isipokuwa dawa nini, ya kunywa ile damu ambayo ni haramu. Wa illa sayahlik, lau sivyo ataangamia. Fayajuzu tanawuluhu lidharura, katika dharura kama yasema yajuzu kwa yeye kunywa damu. Lakini hapa ningependa kugusia baadhi ya mambo au fawaid katika masala ya tadawi bil muharram. Ni jambo la julikana katika neema Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa waja wake ni kuwa hakuna maradhi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia katika yale maradhi nini, dawa. Bal waraghaba fi tadawi, akahimiza watu kufanya dawa, haina shida yote. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. هذا الحديث صحيح. hajateremsha Allah subhanahu wa ta'ala maradhi isipokuwa ameteremsha na shifa na dawa yake. Ajua anejua na asijua hajui. Na wakati gani ile dawa itakuwa imekuwa ni sababu ya kuponya yale maradhi? Katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala likulli da'in dawa, kila maradhi yana dawa. Fa idha usiba dawa ad-da' bara'a bi idhnillahi azza wa jalla. Rawahu Imam Muslim. Ile dawa ikiwa itawiana na kuingia vizuri katika yale maradhi, ikawa imegota dawa sawa sawa katika ile maradhi biidhnillah ta'ala, itakuwa ni sababu ya shifa. طيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاده وفي قول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب. hapa ni kumtia moyo nafsi yake yule mgonjwa na tabibu, yani bimaana tabibu asivunjike moyo na mgonjwa pia asivunjike moyo. كذلك katika hadithi likulli da'in dawa wa hathun ala talabi dhalika ad-dawa wa at-taftish alayhi, tuhimizwa kuitafuta ile dawa, tuivumbue ile dawa ya yale maradhi ni ipi. Kwa hivyo leo mtu hawezi kutuambia kuwa kuna maradhi ambayo hayana dawa, isipokuwa ni sisi kwa upungufu wa elimu zetu ndio hatujui dawa zake. Lakini dawa zipo kwa wale wenye kujua. طيب. pamoja na idhni ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa
mtume wake sallallahu alaihi wasallam akaitoa na ruhusa aliyotoa ya mtu kutafuta dawa, faqad jaa an-nahy 'ani at-tadawi bil haram, kini amekuja makatazo mtu kutafuta dawa ambayo ni haram. An Wa'il al-Hadrami anna Tariq ibn Suwayd al-Ju'fi sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'an al-khamr fanahahu au kariha an yasna'aha. Huyu sahaba alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya pombe, mtume sallallahu alayhi wasallam akamkataza au akachukia atengeze pombe. Faqala, huyu sahaba akasema, innama asna'uha lid-dawa, mimi natengeza hii pombe kwa ajili ya dawa. Faqala sallallahu alayhi wasallam, innahu laysa bidawa walakinahu da, pombe si dawa, ni maradhi yenyewe. Hiyo pombe wewe unaosema ni dawa ni maradhi, hata kama wewe wadhania ni dawa lakini ni maradhi. Na hapa tutaeleza maneno ya Qayyim rahmatullah alayhi mazuri kuhusu masala haya tutakayotaja hapa. hii ni min babil faida. wal hadith rawahu al imam Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. Mtume salama amekataza الدواء الخبيث, kitu ambacho ni khabith amekataza kufanywa dawa. wal hadith rawahu at-Tirmidhi sahahu al-allamah al-Albani rahmatullah alayhi. طيب, kwa hivyo at-tadawi bil muharram, kile ambacho ni haram moja kwa moja haijuzu kwa mtu kufanya nini, kuchukulia kuwa ni dawa hata akiambiwa na tabibu. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, at-tadawi bil muharramat an-najisa muharram, mtu kuchukulia dawa kile ambacho kimeharamishwa tena ni cha najis ni haramu. لأن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله تعالى أو مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وحديث كل ذي ناب من السباع حرام، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. أسمى هذه أدلة زوته عامة في حال التداوي وغير التداوي، زينيا katika hali ya kutaka dawa au kutotaka dawa, haijuzu moja kwa moja kutumia. faman farraqa bainahuma faqad farraqa baina ma jamaa Allah bainahum wa khassa al-umum wa dhalika ghayru jaiz. Sheikh al-Islam katika Majmu' al-Fatawa mujallad 21 safha 562 kwa tasarruf yasir, asema yote mwenye kutofautisha na kusema katika dawa ya juzu lakini kutumia hali ya kawaida haijuzu, basi ametofautisha katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevijumuisha na amehusisha dalili ambazo ni am, na hili jambo halijuzu isipokuwa kwa dalili, halijuzu isipokuwa kwa dalili. Nitamalizia na maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ambayo yana faida kubwa ndani yake. Qala rahimahullah ta'ala, wal mu'alajatu bil muharramat qabihatun shar'an wa 'aqlan, kutafuta ponyo na dawa kwa kutumia vilivyoharamishwa ni jambo ovu kisheria na kwa akili. Amma shar'u فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، سمع هذه الحديث الزتاجة نينجينيزو نسيستم الزتاجة زو حديث. قال وأما العقل أما كواكيلي فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه. الله سبحانه وتعالى haku haramisha kile alichokiharamisha isipokuwa kwa sababu ni khabith, ni kibaya, kitu kiovu, kichafu. فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها. الله سبحانه وتعالى haja haramishia huu umma kitu chochote kizuri eti kwa sababu ya kuadhibu huu umma na kuwatia adabu, kama haramahu ala bani Israil, kama alivyoharamishia nani, bani Israil, biqawli fabidhulmin min alladhina hadu harramna alayhim طيبات أحلت لهم. تزاما ومحرمشوا طيبات كسبب ظلم نووب ولكونا، لكن سيه أمة. وإنما حرم
على هذه الأمة ما حرم لخبثه. الله سبحانه وتعالى amewaharamishia juu ya huu umma kile alichowaharamishia kwa sababu ya uchafu na uovu wake kile kitu. وتحريمه له حمية لهم, na Allah subhanahu wa ta'ala kuwaharamishia ni kwa ajili ya kuwatakia kuwahifadhi, kuwazuia kutokana na shari. Wasiyanatan an tanawulihi, kuwahifadhi wasije wakatumia kitu kama kile. Fala yunasab an yutlaba bihi shifa min al-asqam wal-ilal, aingia kilini wala haiwi sawa kuwa mtu ataki shifa ya maradhi katika kile ambacho amekiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu wa in athara fi izalatiha, hata ikiwa ina athari katika kuondoa yale maradhi, lakinahu yu'qibu suqman a'zam minhu fi alqalbi biquwwati alkhubth alladhi fihi, lakini yaleta maradhi makubwa zaidi katika moyo. Pengine mtu akinywa ile pombe asema hii ni dawa ya maradhi fulani, kisha ingia ndani kumbe pombe ni tamu hili. Baada ya yale maradhi ghafla umwona mtu ankuwa komba, hawati komba, hakuna kama yeye. Nini? Amepatwa na maradhi ya moyo sasa kwa kutumia haramu. Kwa hivyo yale maradhi yanayobakishwa ndani ya moyo ni makubwa zaidi kuliko yale maradhi ya kiwiliwili ambayo alikuwa yataka kufanya nini? Kuyaondoa. Ndio anakusema Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, fayakunu almudawa bihi qad sa'a fi izalati suqmi albadani bi suqmi alqalbi, itakuwa kile kinachotumiwa kama dawa kimekimbilia katika kuondoa ugonjwa wa kiwiliwili kwa hisabu ya kuleta maradhi ya nini? Ya moyo. Intaha kalamu rahimahullah ta'ala min Zad al-Ma'ad. Kwa hivyo kwa haya maelezo tulieleza hapa, itakuwa maneno ya Sheikh hafidhahullah ta'ala hapa fihi nadhar, wallahu ta'ala a'lam, wallahu ta'ala a'lam. قال وختما لهذه القاعدة ننقل كلاما ماتعا نافعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أسمى kumalizia katika kueleza hii qaida tunukuu maneno matamu mazuri yenye manufaa ya Sheikh al-Islam rahimahullah. Asema wa min al-usul al-kulliyati أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب. jambo msingi katika misingi ambayo ni kullia inayoenea kuwa kile ambacho mtu hawezi kukifanya katika sheria basi uwajibu wake huanguka. limadha qala wa anna al-muttarra ilayhi bila ma'siyatin ghayru mahdhurin, na yule ambaye amelazimika kufanya lile la haramu bila ya kukusudia maasiya, huyu hapati dhambi na lile jambo kwake yeye litakuwa ni mubah, si haramu. Qala falam yujib Allahu ma ya'jizu anhu al-'abdu wa lam yuharrim ma yutarru ilayhi al-'abdu. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajibisha kile ambacho mja hawezi kukifanya, wala hakuharamisha kile ambacho mja alazimika kukifanya. nafikiri iko wazi. نعم هذا الكلام واضح والقاعدة واضح إن شاء الله، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.